Mimi naitwa Thomas Kipingili, ni mkurugenzi wa kitaifa wa shirika la SOS Children's Village Tanzania na Zanzibar. Mpango huu wa Police Dialogue umekuwa hatua muhimu sana katika kuimarisha majadiliano yanayolenga maboresho ya sera hasa zinazohusiana na watoto pamoja na wanawake nchini Tanzania. Moja ya mafanikio makubwa kabisa ilikuwa ni uundwaji wa majukwaa jumuishi ambayo yamekuwa na mchango mkubwa wa kuleta majadiliano ya mijadala ya wazi ambayo inalenga kugundua mapengo katika sera, changamoto za utekelezaji wa sera, lakini pia maboresho ambayo yanahitajika ili kuimarisha sera. Na katika kupitia majadiliano hayo wadau mbalimbali ikiwepo serikali, asasi za kiraia, lakini pia wadau wengine mbalimbali wameshiriki kwa wazi katika mijadala hiyo. Kupitia shirika la SOS kwa namna moja au nyingine wamefanya shughuli mbalimbali. Tumefanikiwa sana kufanya advocacy meeting. Tumekuwa na vikao mbalimbali vizuri vya ushawishi kwa waheshimiwa madiwani. Vikao hivyo vimesaidia waheshimiwa madiwani kuelewa changamoto mbalimbali ambazo kitengo cha ustawi wa jamii kinapitia. Walipopata mafunzo hayo, madiwani pamoja na wataalamu katika halmashauri wamefanyika kuwa chachu ya kuhamasisha ongezeko la bajeti katika halmashauri. Sisi kama halmashauri tujaribu kuona hilo ni la msingi, na wakati ule mwaka 23 wakati mnatoa hiyo taarifa, sisi tumeweza kuongeza ajira watu 4, na hata sasa tunapozungumza tayari wapo kazini huko wanaendelea kushirikiana na ninyi. Lakini pia tunaona kwamba moja ya mafanikio imekuwa ni uelewa sasa wa serikali na kuweza kutenga kuongeza bajeti katika utekelezaji wa afua za watoto na jinsia. Kwa mfano katika mkoa wa Iringa tumeshuhudia hili kwamba bajeti imeweza kuongezwa kwa ajili ya kuongeza utekelezaji wa afua za watoto. Lakini kikubwa zaidi sisi kwa upande wa halmashauri yetu ambacho sisi tumekiona kwamba ni kitu cha kujivunia ni kuhusiana na bajeti. Wamepigania sana kuhusiana na ishu ya bajeti. Zamani tulikuwa tunaletewa hela na UNICEF, kwa hiyo halmashauri ilikuwa haioni kama kuna umuhimu wa kupanga bajeti ya halmashauri kama halmashauri. Lakini upande wa SOS waliwaita madiwani, tukakaa nao pamoja na uongozi wa halmashauri, CHMT, bajeti imeongezeka kutoka milioni 10 mpaka milioni 50. Uwepo wao sisi tunashukuru kwa sababu tunaona impact ambayo inaonekana katika utekelezaji wa shughuli zetu za halmashauri. Kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum tumeweza kufanya mapitio ya miongozo mbalimbali ikiwepo na miongozo ya makazi ya watoto, ambayo pia kupitia miongozo hiyo tunakwenda kuboresha huduma za utoaji wa afua za watoto katika malezi na katika jamii. Wakati tunakutana na SOS kuwaomba sapoti yao, tuliwaeleza wazi kwamba masuala ya malezi na matunzo ya watoto kwa Tanzania hayana mfanano. Kila mmoja alikuwa anafanya kivyake. Tukasema tutengeneze kikundi kazi ambacho kitakuwa kinaangalia maudhui ambayo yanatakiwa kwenda kwa watoto wetu. Kwa hiyo tukakubaliana tutengeneze maudhui yanayofanana. Kwa hiyo tukaunda hicho kikundi kazi. Tulichowaomba SOS ni kuomba usaidizi wa kitaalamu, lakini vilevile na usaidizi wa fedha ili tuweze kukiimarisha hicho kikundi. Kwa hiyo walitusaidia, tumeweza kukiimarisha hicho kikundi. Kwa kweli kwa hatua tuliofikia sasa hivi ni hatua nzuri sana. Kile kikundi sasa hivi kinafanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo tunakutana kila robo mwaka. SOS ni sehemu ya watu ambao tunakutana nao, tunajadili kwa pamoja namna ambavyo tunaweza tukaimarisha malezi na makuzi ya watoto wetu. Kwa taarifa tulizonazo sisi kama waratibu, wazazi 1,800,000 kwa mwaka huu wa fedha wamefikiwa kupitia kikundi kazi ambacho tumekiandaa sisi kama wizara. Sasa kupitia viongozi wa dini, tunawafundisha viongozi wa dini, wanaenda kuongea na waumini wao katika nyumba za ibada na mikusanyiko nyingine ya dini, lakini tunapitia na vyombo vya habari ili kuwafikia hawa watu. Kwa hiyo kwa wastani
tuna wazazi 1,800,000 wamefikiwa kwa kipindi cha mwaka huu tu 25-26. Napenda kuwapongeza shirika la SOS kwa masuala mbalimbali ambayo tumeshirikiana nayo kwa kipindi kirefu, hususani kwenye marekebisho na mapitio ya mwongozo wa uanzishaji na uendeshaji wa makao ya watoto hapa nchini, ambao tulifanya kwa pamoja na tulikuwa nao na kikao tendaji, na sasa tunao mwongozo huu ambao ni wa 2025. Lakini pia wamekuwa wakitoa mafunzo mbalimbali kwa walezi wa kuaminika. Kama unavyofahamu, sera yetu ya maendeleo ya mtoto 2008, pia sheria ya mtoto ya sura ya 13 inaeleza kwamba watoto wanapaswa kustawi katika ngazi ya familia. Kwa hivyo kuwa na watu wa kuaminika kwenye jamii inasaidia mtoto anapopata changamoto anapata mahala pa muda pa kukaa, ikiwa ni muktadha wa kifamilia na sio kuishi barabarani au kukaa mahala ambapo sio salama. Lakini pia majadiliano haya yameweza pia kugusa moja kwa moja Jeshi la Polisi, hasa katika kupitia dawati la jinsia, ambapo tunaona moja ya mafanikio ilikuwa ni mapitio ya amri za polisi za jumla na kuwa amri ambazo zina mtazamo tofauti, hasa inapokuja swala la watoto, lakini pia masuala ya jinsia. SOS imekuwa ikifanya kazi na Jeshi la Polisi katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na mikoa 5 ya Zanzibar. SOS kwa kushirikiana na dawati la jinsia na watoto limefanya kazi mbalimbali katika maeneo makuu 4. Eneo la kwanza ni katika mafunzo ya askari wa Jeshi la Polisi kuhusu masuala ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Lakini pia katika eneo la mfumo wa takwimu, SOS imesaidia kuboresha mfumo wetu wa takwimu kwa kugawa vifaa mbalimbali katika ofisi zetu za dawati la jinsia na watoto zilizopo katika mikoa ya Tanzania bara na Zanzibar. Pia katika kutoa elimu kwa jamii, SOS imesaidia kugawa vifaa PA system kwa ajili ya kusaidia utoaji wa elimu, lakini mabango mbalimbali yenye ujumbe wa kuzuia makosa ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji dhidi ya watoto. Aidha, SOS imesaidia ikiwa pamoja na wadau wengine kujenga jengo la dawati la jinsia na watoto katika kituo cha polisi Nyamagana, Mwanza. Tumekuwa na mchakato wa kuandaa MOU kati ya Jeshi la Polisi kupitia kitengo cha dawati la jinsia na watoto pamoja na SOS. MOU tutakayo saini kati ya Jeshi la Polisi pamoja na SOS itasaidia zaidi kuimarisha ushirikiano, lakini kujua ni maeneo gani hasa ambayo tunatakiwa kushirikiana. Kwa hiyo itasaidia hata SOS wanapokuwa wanapanga bajeti zao, lakini sisi pia tunapopeleka ombi la kazi mbalimbali wanakuwa wanajua ipo katika eneo hili. Kwa hiyo inatusaidia upande zote mbili, upande wa kwetu katika kuplani, lakini wakati upande wa SOS katika kuplani na kubajeti. Kipekee kabisa dawati la jinsia na watoto linatoa shukrani za dhati kwa SOS kwa mchango mkubwa iliyoutoa katika kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora kwa wananchi, lakini pia kuweza kuwafikia wananchi katika kuzuia vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Kwa ujumla tu niseme kwamba police dialogue au majadiliano haya ya kisera yamejenga uelewa mkubwa kati ya wadau mbalimbali kwa serikali, lakini pia asasi za kiraia na baadhi pia wadau ambao wameweza kuongeza rasilimali zao, ikiwepo pamoja na kuongeza watendaji ambao wana uelewa mzuri kuhusiana na masuala ya watoto, lakini pia masuala ya jinsia. Ushirikiano wa Sisema na SOS Children's Villages ni wa muda mrefu, na kimsingi sisi ni washirika ambao tunashirikiana kimkataba kabisa. Tuna mkataba wa muda mrefu wa kushirikiana katika masuala yote ambayo yanahusu watoto na ustawi wa watoto. Na katika program au mradi huu wa policy dialogue wakati wanakuja na ile wazo, nafikiri tulikaa pamoja, walitushirikisha kama wadau wa karibu. Ile nafasi tu tuliopewa
na shirika la SOS kama mbia wetu ilikuwa ni nafasi adhimu, na sisi watu ambao na muda tuliotenga kukaa siku 2-3 kujifungia, kujadili na kuweka andiko ambalo lingeweza kukubalika na mfadhili, ilikuwa ni uwekezaji mkubwa sana wa shirika, na tunashukuru sana kwa mashirikiano ambayo tulikuwa nao na shirika la SOS Children's Villages. Moja ya mafanikio ambayo tunaweza tukajivunia ya kwamba kumekuwa na maboresho ya sera na mapitio ya sera katika sera zinazohusiana na mtoto, lakini pia wanawake, hasa katika mambo mazima ya haki za wanawake. Kwa hiyo kwa ujumla tunaweza kusema kwamba moja ya mafanikio ni mapitio na maboresho ya sera. Sisi kama Tiba ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa Police Dialogue kupitia taasisi ya SOS Tanzania. Tukiwa kama wanufaika wa mradi wa Police Dialogue imeweza kutusaidia sana, tukiwa kama sisi ni taasisi changa, taasisi ya local organization ambayo kwanza kabisa kupitia mradi huu wa Police Dialogue tumeweza kujengewa uwezo jinsi ya kufanya uchechemuzi kwenye masuala ya sera mbalimbali za nchi, lakini pia jinsi gani ya kufanya uchechemuzi kwenye sera mbalimbali za makundi maalum ambayo tunafanya nayo kazi, ambao ni wanawake pamoja na watoto. Lakini sio hivyo tu, sisi kama Tiba ambao ni wanufaika wa mradi wa Police Dialogue tumeweza kufanya uchechemuzi na mabadiliko ya baadhi ya sera. Tumeweza kushirikisha kufanya sera mbalimbali ambazo tulikuwa tukiweza kuchangia humo, masuala mazima ya watoto, tumechangia kwenye masuala mazima ya wanawake, lakini pia sera ya masuala mazima mbalimbali, mabadiliko ya tabia nchi pamoja na mazingira. Hayo yote yametokea baada ya sisi kama Tiba kujengewa uwezo kupitia mradi huu wa Police Dialogue kupitia taasisi ya SOS Tanzania. Policy Dialogue ni kitu endelevu, kwa sababu kadri tunapofanya maboresho ya sheria, mazingira yanabadilika. Kwa hiyo kutakuwa na mambo ambayo yataendelea kutokea ambayo labda leo sio hayako katika uhalisia wa leo, lakini kesho yanaweza kuwa mabadiliko ambayo yatahitaji tena tupitie sera zetu na kufanya maboresho. Kwa hiyo kwa kila ambacho tumefanya mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa tumefanikiwa, lakini pia kama swala la sera linachukua muda na mchakato mrefu. Sisi kazi yetu tutaendelea kuengage wadau, hasa mdau mkubwa ambaye ni serikali, ili kila mahitaji yanapotokea tuweze kusaidia katika kuainisha mahitaji hayo, pia pamoja na wadau wenzetu, ili tuweze kuboresha sera zetu ziweze kuwa sera ambazo ni nzuri, ambazo zitakuwa zina uhalisia kulingana na mazingira yetu ya sasa. Rai yangu tu ni kwamba sisi kama SOS, kama sehemu ya wadau wengine katika nchi yetu ya Tanzania, tutaendelea kushirikiana na serikali kadiri rasilimali zitakavyoruhusu. Lakini nitoe wito tu kwa mashirika mengine ambayo tuna mtazamo sawa, ambao tuko katika maboresho ya sera. Tuendelee kushirikiana na serikali, tuendelee kutoa michango yetu inayolenga kuboresha sera, hasa zinazohusu masuala ya watoto, lakini pia jinsia. Najua sera ni mchakato, sio kitu cha mara moja. Kwa hiyo juhudi zetu lazima, ili ziweze kuzaa matunda, lazima ziwe endelevu. Zisiwe ni za tukio, lakini ziwe endelevu, na tuendelee kuengage serikali. Najua serikali yetu ni sikivu, ili pale ambapo tunaona kuna kitu cha kufanya tuweze kurekebisha kwa ajili ya mustakabali mzima wa watoto, lakini katika mustakabali wa nchi yetu kwa ujumla.